mechi hizi tu. Unaonaje sasa ndogo hizi? Tumeshimisha bendera ya taifa Sibole, wote wameheshimisha Yaani Simba na Yanga kwa Azam ni ndogo. Ikoje sasa? Ndio timu pekee yenye pointi 6 Tanzania. Unawaambia sasa wale ambao niwaambie wao waache maneno. Mpira uko uwanjani. Sio maneno. Mpira uko uwanjani. Watahama viwanja. Kwa hiyo kesho mapema na ushindi na tuondoki sisi, kesho tuondoki, tupo wiki nzima, tuna mechi nyingine hapa, tunasubiri mkongo, tunampakia mkongo, Wydad ya mwisho, Wydad ya mwisho, tunasubiri wa mkongo wao, tumpakie mkongo. Kila mtu anacheza kwao, kila mtu anacheza kwao. Azam ndio tunashinda mechi zake, ndio maana tuna pointi 6. Tunacheza kibenge hatari salama. Ibenge ola kocha la makombe yule master anajua boli bwana. Azam FC imebadilika kwa muda mfupi. Nasema Azam popo tena. Bwana wahenga wanasema msimtukane mamba kabla mjavuka mto. Kwa nini mnakuwa na confidence sana lakini michezo bado inaendelea na nyinyi mkiwa kwenye kundi bado hamjaweza kuvuka eneo la kusema kwamba mnaweza moja kwa moja labda mmevuka? Confidence tunaipata kwanza kwa design ya wachezaji tulilokuwepo nao, morali ya wachezaji waliokuwepo nao. Tumeenda kuchukua alama 3 ugenini Nairobi. Ni timu pekee kwenye ardhi ya Tanzania hii kwenye michuano kimataifa imeenda kuchukua alama ugenini. Tumerudi hapa tumechukua alama nyingine 6. Tulipoteza mechi na Maniema, ila mchezo tuliuchukua tukakosa nafasi za wazi, wenzetu wakatupaka chache wakatuadhibu. Ile tumeiona, tumejirekebisha, tumekusanya 6, tunamsubiri Maniema hapa. Maniema tunakufa naye tarehe 8 Jumamosi, alama 9. Wydad hamna alama 1 anatugaia. Mimi nakushukuru sana, shukrani. Mkasema tufiki mbali. Hakuna timu yote Tanzania yenye pointi 6 mpaka sasa naongea nawe. Nani kama sio Azam FC? Kama sio Azam FC. Nchi hii ilikuwa inavuliwa nguo. Sisi Azam FC tumevecha nguo, bendera nchi. Hii bendera tumevecha nguo. Sema Besa. Ukizingatia hii ndo mara yetu ya kwanza tunashiriki. Nielewe. Hii ndo mara ya kwanza Azam FC tunaingia group stage. Tunapata mpaka sasa point 6. Guys, we are totally different. Azam FC is the totally different. This is a very different thing. Hiki ni kitu kikubwa. We are totally different. Nakwambia sisi ni watu tofauti kabisa. Hii ni Azam FC. Kuliko Simba na Yanga. Sio wakubwa tu. Sisi manake ndo tuna akili timamu kuliko Simba na Yanga. Nisikilize Besa. Bendera ya nchi Simba na Yanga wamebeba mara ngapi? Wamebeba mara ngapi bendera ya nchi ya Tanzania? Zaidi ya mara 600 ukijumlisha Simba na Yanga. Azam FC sasa hivi hii ndio mara kwanza ingia group stage. Lakini angalia maajabu haya. Angalia balaa hilo. Kitu ambacho wao hawajawahi kukifanya. Ndugu yangu Besa, nikwambie Ibenge kote. Ibenge kote. Ibenge. Bwana, tuzungumzie kiwango cha Faisal Salum Abdalla. So far mpaka sasa hivi tuzungumzie kiwango cha Faisal. Umeonaje katika michuano ambayo amekuwa amekicheza ya kimataifa mpaka sasa hivi? Kuna mwanga wote anaonyesha kwamba anaweza kuchukua timu kwa ukubwa ikawa mabegani kwake hata mtakapovuka kwenye 16. Kwanza jina la Faisal kulitaja tu peke yake kama jina la mtoto mdogo ni makosa. Inabidi uite Faisal Salum Abdalla Faisal. Sijui umeelewa?
mchezaji yote kwenye ardhi ya Tanzania, nisikilize vizuri, hajawahi kutokea mchezaji yote kwenye ardhi ya Tanzania ambaye ili aonekane kuwa bora hajawahi kulinganishwa na Fei. Nitajie nani? Amelinganishwa Aziz Ki, amelinganishwa Pacome, amelinganishwa Chama. Wewe unamtajaje hivi hivi jina Faisali? Faisali na jina lake. Kwa hiyo muheshimu Faisali. Naudi kwenye swali lako, iko hivi. Faisal Salum Abdalla amefunga goli ambalo wazungu wanasema is a very marvelous. Marvelous. Yani maana yake goli bora. Sasa umeiona ile assist kutoka kwa Braziliano Yaya zaidi. Umemuona bala alilofanya ile pasi, maana yake hata kama unaipeleka pale Mlimani City Shop Market bei yake hainunuliki na lazima uuze kwa dola. Imeisha hiyo. Lazima uuze kwa dola ile pasi, ndugu yangu. Hii ndio Azam FC. Hii ndio ile pasi inauzwa kwa dola. Huwezi kuuza kwa shilingi. Ukiuza kwa shilingi ile pasi watu watakwambiaje kwamba wewe mbona unautendea haki? Ile pasi iuzwe kwa dola, ndugu yangu. Braziliano Yaya zaidi, bini zaidi. Kukusanya alama 6 na kuna timu hata kukusanya alama 2 haiwezi. Hao ni madunduka, hawana akili, mazezeta. Niliwahi kusema chizi yaponi, ndugu zangu. Chizi anapata nafuu tu. Chizi ukikutana naye akikwambia habari master amebeba kombe gani? Wewe usinichanganye. Amechukua kombe gani? Nisikilize. Historia ipo kwa ajili ya washindi peke yake. Hakuna historia inayoandikwa kwamba nisikilize dede. Mbona unashindwa kunielewa? Iko hivi, historia ipo kwa ajili ya washindi, sio waliocheza finali. Na ndio maana leo hii ukienda kuandika winners of Champions League unawakuta pale umkuti Simba au mkuti Yanga. Ukienda kuandika pale winners of CAF Confederation Cup umkuti Simba umkuti Yanga. Ili zionekane hizo timu zimefanya makubwa, lazima mtu hadisie nyinyi. Bila hivyo hamna mtu anajua. Yapi? Amekufa huyu, anakuja kufa Manyema. Tumeshaona wanaanza kutuletea jeuri, wanatuletea mazoea. Manyema shako na point 9, sisi tuna 6. Sasa ili tuqualify tufanyeje? Ameshakufa huyo, kashatoa 6. Au sio bwana? Tunakuja kugonga Manyema hapa, anakufa tena. Tunaenda kumuua Wydad kwao. Ndugu yangu, dunia hii imeundwa kwa ajili ya maajabu. Hii dunia bahati kuna sehemu inagawanyika, ina rangi mbili. Hii dunia kuna sehemu ardhi inachemsha chai, inapika yai. Kwa nini sisi Azam FC tusiende hatua inayofuata? Why not? Ujui wewe si Mtanzania, usichokijua kitu gani? Tembea wewe, katalii dede. Usisubiri Azam FC je huku ndo uje. Chukua hela zako, hifadhi mpunga, zunguka Tanzania. Lepi hiyo Azam wale pale, lakini hiyo sasa hainogi sana. Nakupa hii hapa, Azam popote na kanyaga. Azam popote na kanyaga. Azam popote na kanyaga. Azam popote. Shukrani sana. Lakini siku nyingine uige kwa mnyama. Niige nini? Amefika finali. Sikiliza. Kwenye hii michuano ambayo wewe unacheza. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Nimeendelea kusisitiza. Historia ipo kwa ajili ya role model wenu kwenye hii michuano. Hawezi kuwa role model mtu ambaye hachukua kombe. Hawezi na tukubali. Ukijibu hilo utajibu na hili. Tajibu na hili achukue kombe. Amekuwa mshindi wa pili kwenye haya mashindano. Hakuna mshindi wa pili. Mashindano yani mshindi anakuwa huyu. Hajawahi kutokea mshindi wa pili kwenye mashindano. Mshindi ni huyu. Hilo neno Besa usipende kulisema la uongo. Sahihi. Kuna mtu anawaza saizi kwamba mpinzani wenu ni dhaifu na ndio maana mnatamba. Una maneno gani ya kumwambia? Mpinzani wetu ni dhaifu ndio maana mnatamba. Haya, mwenye mpinzani mgumu nani? Nani mwenye mpinzani mgumu? Watu wanasema wao wanacheza na Waarabu timu ngumu. Wewe kwani kila Mwarabu timu ngumu bwana? Kwani kila Mwarabu timu ngumu? Ile rangi tu. Wasubiri watutaka tuoneshe sisi kwamba yule Mwarabu naye binadamu wa kawaida. Tunaenda Moroko, wataenda kuona bala lake. Nisikilize mimi. Dunia inaenda kusimama Moroko.